Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Marekani inasema haiko tayari kufanya makubaliano na Iran. Hii ni kauli ya rais wa Marekani Donald Trump. Rais huyo amesema kuwa nchi yake haiko tayari kufanya makubaliano yoyote ya kumaliza vita vya sasa na Iran kwa sababu masharti yaliyowekwa hadi sasa hayaelezeki. Trump alisema Iran ingependa kufikia makubaliano, lakini masharti hayo hayajawekwa vizuri vya kutosha kwa sasa. Hivyo Marekani haiko tayari kuyakubali. Katika mahojiano na kituo cha habari cha Marekani, Trump alisema kwamba sehemu ya makubaliano yoyote ingehusisha ahadi ya Iran kuachana kabisa na mipango yake ya nyuklia, lakini hakutoa maelezo zaidi juu ya masharti hayo. Inavyoonekana Iran imekataa kufanya hivyo kama moja ya sharti katika makubaliano yoyote yatakayokubaliwa. Rais huyo pia alizungumzia usalama wa mlango bahari wa Hormuz akisema baadhi ya nchi zimetangaza msaada wa kuhakikisha usafiri wa mafuta unaendelea bila usumbufu, ingawa hakutaja majina ya nchi hizo. Kauli hizo zinakuja huku vita baina ya Marekani na Israel na Iran ikiendelea kuibua mvutano mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati, na masuala yanayohusiana na usalama wa raia wa Marekani na maslahi ya mafuta duniani yakizidi kupewa uzito. Hata hivyo, jeshi la IRGC limesema kamwe halitoruhusu kupita kwa meli ya aina yoyote katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz. Kadhalika, waziri wa masuala ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema kwamba wanaweza wakaruhusu mataifa mengine kupita ambayo yana uhusiano na Iran, lakini si kwa Marekani na Israel. Lakini jeshi limeweka wazi kwamba kwa sasa eneo la mlango bahari wa Hormuz limefungwa. Rais huyo wa Marekani amekuwa akizungumza zaidi kuhusiana na namna vita vinavyoendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati na namna ambavyo majeshi yake yamekuwa akifanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani amedai kwamba kwa sasa ni kama vile amemaliza kwa 100% namna ya kuishambulia Iran. Kilichobaki tu ni namna ya kufanya mashambulizi machache katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Maana yake ni kwamba kwa sasa hakuna alichokibakisha, kama ambavyo amesema kwamba hakuna ambacho kimebaki cha kuweza kushambulia katika taifa hilo la Kiajemi. Rais huyo amesema kwamba mipango yake ni kuona anauangusha kabisa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, utawala ambao kwa muda mrefu anauona ni utawala ambao kimsingi umekuwa ni tishio kwa Marekani yenyewe, lakini pia kwa taifa la Israel, taifa la Kiyahudi ambalo ni taifa mshirika la Marekani kwa muda mrefu. Hivyo wakati huu Marekani iliamua kuingia vitani kwa kile ilichoamini kwamba itaweza kuangusha utawala huo. Lakini hata baada ya kumua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei, taifa la Kiajemi la Iran lilikaa pamoja na kuteua kiongozi mpya ambaye ni mtoto wa kiume wa kiongozi muadham wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei, Bwana Mujtaba Khamenei, ambaye amerithi kiti cha baba yake. Na hata baada ya kuingia madarakani, hotuba yake ya kwanza ni mapambano zaidi dhidi ya kuitetea Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na uhuru wake na watu wake. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.